Sisi hapa tunashiriki kama ilivyo ada. Kwa mara nyingine wafanyabiashara, wajasiriamali wamejitokeza kuonyesha bidhaa ambazo zinatengenezwa ndani ya wilaya yetu ya Ubungo. Lakini pia na kama halmashauri tumejipanga kuonyesha yale ambayo tunayafanya kwenye sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi kama ambavyo mnajionea wenyewe. Lakini safari hii ushiriki wetu unajielekeza zaidi kwenye kuonyesha kile ambacho kinazalishwa au kinakuwa packaged ndani ya wilaya ya Ubungo. Malengo ni kule mbele tunataka tufikie wapi. Jambo la kwanza ambalo tumekubaliana na tunalolichukua kutoka kwenye maonyesho haya ni kwamba wajasiriamali waliojitokeza, kuna wanaotengeneza sabuni, kuna wanaotengeneza waini, kuna wanaotengeneza viatu, kuna wanaotengeneza chakula cha kuku, kuna wanaotengeneza chakula cha samaki na bidhaa nyinginezo. Ni kwamba tunaenda kuwawezesha kwa nguvu kubwa zaidi ili ile bidhaa ionekane kabisa kwamba inazalishwa kwa ubora na kwa bei nafuu kutoka wilaya ya Ubungo. Mikakati ambayo tumejiwekea, kwa mfano mmoja tu, ni kwamba kwa wanaozalisha mafuta ya kupikia au wanaotengeneza sabuni, tunaamua kwenda kupanda michikichi kwenye kila shule ya msingi, kwenye kila shule ya sekondari, kwenye kila barabara iliyoko wazi, ikiwa ni sehemu ya kuwawezesha wao kupata bidhaa za kuzalisha zile sabuni wanazotengeneza. Hichi ni kikundi ambacho tumewapa fedha za mkopo wa 10%. Sasa ukishampa mtu mkopo, swali linalokuja, anapata wapi bidhaa ya kuzalishia? Ardhi ya Ubungo inakubali kuzalisha michikichi. Tumefanya majaribio na imewezekana. Mchikichi unachukua miaka 3. Kwa mojawapo ya mkakati tulionao ni kwenda kuhakikisha kwamba badala ya kujenga ukuta kuweka mpaka wa eneo la shule au eneo la hospitali, tukapande michikichi. Leo nimekuja kwenye maonyesho ya 88 hapa Morogoro, ambapo halmashauri ya manispaa Ubungo tumeweka banda letu na tumeweka maonyesho yetu ambayo yako hapa. Na hapa sana sana tunao wafanyabiashara wadogo ambao wanajihusisha na masuala ya kilimo. Lakini pia hii yote inatokana na zile 10% za mikopo ambao tumekuwa tukitoa. Halmashauri yetu toka ilipoanza mwaka 2016 hadi sasa tumetenga 10% ya kila bajeti yetu, ya kila mapato yetu ya ndani. Mpaka sasa hivi mfuko wetu una karibu bilioni 16 na mikopo tuliyotoa sasa hivi inafika karibu bilioni 5 na bado tunasubiri rejesho la bilioni kama 4.7. Kwa hiyo tumetoa mikopo na kuna baadhi ya vikundi vimeweza kunufaika na mikopo. Kwa hiyo tunaona hapa kuna watu ambao wanajihusisha na masuala ya uzalishaji wa karanga, lakini pia unaona kuna watu wengine wanatengeneza mabegi, wengine wanahusika na mazao tofauti. Lengo letu kwanza ni kutoa mikopo ya 10%. Lakini jambo la pili, tumeendelea kuwapa elimu ya fedha na tumeendelea kuwapa elimu yote ya biashara. Tunatembeleaga hivi vikundi ili waweze kutumia mikopo yao vizuri na pia waweze kurejesha kwa vizuri. Jambo la tatu ambalo tunajaribu kufanya kama manispaa Ubungo, kuweza kuwaongezea kwenye masoko zaidi. Yaani tunataka bidhaa zao wanazozalisha ziweze kusambaa Tanzania nzima. Kama kuna vijana ambao wameshaanzisha biashara zao, wameshaanzisha usindikaji, wameshaanzisha shughuli za viwandani, kwa nini hao tusiwape mikopo? Kwa nini hao tusiwape mikopo ili wakazidi kuongeza thamani, wakazidi kuongeza uzalishaji na wakaingia kwenye soko ili waweze sasa kushindana na makampuni makubwa na bidhaa nyingine ambazo zinatoka nje. Ukiangalia kuna bidhaa nyingine ambazo zinatakiwa zitengenezwe na vijana wetu hawa na wakina mama ambao vikundi kabisa zinatoka nje zinakuja hapa Tanzania. Kila mwaka improvement zinaongezeka. Kwa mfano kama mwaka huu vipando vimekuwa vingi na vizuri sana, lakini kwenye sekta ya mifugo pia mifugo ni mingi na mifugo mingi imestawi vizuri, lakini pia vipando na viona kila sehemu, kila kitu kimekaa vizuri. Lakini kubwa kabisa ambalo pengine sisi kama viongozi, lakini pia watu wetu ambao watumishi wenzetu ambao wako chini yetu, nini tunapenda kusema? Tunachotaka ukiona ni hiki ambacho kiko hapa, ambacho kinaonekana katika 88 hii, ni kwenda kukitransform sasa kiende kwenye mazingira halisi ya kawaida ya watu wetu. Na ndio maana wakati mwingine unakuta mkifika kwenye 88 mnakuta mifugo mizuri, mbuzi wamestawi, lakini hao mbuzi mkienda mtaani katika hali ya kawaida katika maisha ya kila siku hukuti mbuzi wa namna hiyo. Maana yake ni nini? Wanatafuta mbuzi ambao wamekuwa vizuri ndio wanaletwa kwenye 88, lakini huko nje kinachofanyika sicho hicho. Kwa hiyo nini natoa wito ni kwamba ni wakati sasa watumishi wetu, kwa maana walioko chini yetu, kuona umuhimu wa hiki ambacho kinafanyika 88
kwenda ukitransform zao katika mazingira ya watu wetu.